Tumekuwa tukihimiza vyama vya siasa kuzingatia masuala ya jinsia ili kuhakikisha kwamba wanawapa fursa na kuwapa nafasi wanawake kuweza kushiriki katika shughuli za vyama vya siasa na kufanya siasa. Lengo lake ndio hilo, kuhakikisha kwamba tunawakumbusha vyama vya siasa masharti yaliyomo katika sheria zetu tunazozisimamia, sheria ya gharama za uchaguzi na sheria ya vyama vya siasa, ili waweze kuyazingatia na kutekeleza vyema shughuli zao, kwa sababu shughuli za vyama vya siasa zote zinaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Ili kuleta ufanisi katika uendeshaji vyama, wakizingatia sheria hizi, basi mambo yao yanakuwa mazuri, yanakuwa wanaepuka migogoro ndani ya vyama vya siasa, wanakuwa wanasaidia kuwa na sera nzuri kwa kutunga sera ambazo hazipingani na sheria zetu za nchi, ikiwemo katiba zetu, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na katiba ya Zanzibar. Tunategemea viongozi wa vyama vya siasa wataondoka hapo wakiwa na uelewa zaidi kuhusu sheria tunazozisimamia, wakiwa na uelewa zaidi kuhusu masuala ya jinsia, wakizingatia zaidi nafasi ya mwanamke katika siasa za nchi yetu, wakizingatia zaidi nafasi ya watu wenye ulemavu katika siasa za nchi yetu, wakizingatia zaidi nafasi ya vijana katika siasa za nchi yetu na uongozi. Kwa hiyo na kuweka fursa sawa, kuimarisha demokrasia ndani ya vyama vya siasa, kwa sababu sio busara na vyema kudai demokrasia nje wakati ndani ya chama kunakuwa kuna demokrasia. Baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu uliopita mwaka uliopita 2025, hasa ni mwanzo wa taratibu na kupanga sheria na kanuni za uchaguzi unaokuja 2025-30. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kupokea hizo sheria na hizo kanuni, na warsha hii tunategemea kwamba vyama watapata uelewa mkubwa sana. Kufanya hivi kwa sababu kuondoa yale malumbano, kuondoa changamoto zozote zitakazojitokeza. Hapa viongozi wa vyama wana fursa ya kuhoji, wana fursa ya kuchangia, wana fursa ya kushauri vile vile. Jambo kubwa la kupongeza ofisi ya msajili ni ushirikishwaji wa kina mama. Sasa hivi sisi kama baraza, mimi kama mwenyekiti wa baraza, na kwenda mbio kuona sasa kitengo cha vijana na wao wanashirikishwa katika hili baraza la vyama vya siasa, kwa sababu hawa ni watu muhimu, akina mama na vijana. Tanzania tuna jumla ya vyama 19 vya siasa, na leo vimeshiriki vyama 18 vya siasa hapa, kasoro chama kimoja tu. Chama kilokuwa hakipo hapa ni Chadema, na waliandikiwa barua, lakini wao ni wajumbe. Kwa hivyo nafikiria wakati wote wanaweza kushiriki wakajumuika nasi. Ni imani yangu kwamba kikao kijacho watashiriki. Mpaka sasa wanawake viongozi hawajawa kisheria, lakini wameipa nafasi ya viongozi wanawake. Mara zote panapotokea masuala mahususi na muhimu, wamekuwa wakiwaalika wanawake, na ndio maana ambao leo tumeona viongozi wanawake kutoka jumuiya za vyama vyote ambavyo vimealikwa wako hapa ili kujenga taswira ambayo ni demokrasia pana na shirikishi ndani ya vyama vyetu vya siasa. Inaendelea kupunguza hata migogoro mbalimbali ambayo inatokea kutokana tu na uelewa finyu wa sheria mbalimbali zinazosimamiwa na vyama vya siasa. Sisi kwetu kama vyama ni swala muhimu na swala bora kabisa, kwa sababu mwanamke amekuwa kama ni kungu kwenye mboga, sehemu anapokuwepo lazima pachangamke. Kwa hiyo tuna imani mwanamke akiwa katika nafasi ya uongozi katika chama ya kisheria, tuna imani ataleta kitu kipya na anaweza akafanikisha jambo, kwa sababu kawaida mwanamke ni kufanikisha jambo.